Siku ya machozi Madina ilianza kama siku ya kawaida, lakini ikageuka kuwa siku iliyotikisa historia ya ulimwengu. Nyumbani kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu lake, Muhammadin, hali ilianza kubadilika. Mwili wake uliobeba nuru ya wahai sasa ulikuwa tayari umesumbuliwa na maradhi yaliyozidi siku hadi siku. Homa ilipanda, nguvu zikaanza kupungua, lakini ulimi wake haukukoma kumtaja Mola wake. Alikuwa akizungukwa na wapendwa wake wa karibu, akiwemo mke wake mpenzi Aisha binti Abi Bakr, ambaye baadaye alisimulia kwa uchungu hali ile ya karibu ya kuaga dunia ya kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin, rehma na amani ziwe juu yake. Mtume alipokuwa katika sakaratul mauti alikuwa akisema maneno yanayobeba uzito wa imani, bali na rafiki aliye juu, akimaanisha chaguo lake kwa Mola wake, akiacha dunia na mapambo yake. Kichwa chake kilikuwa kimeegemea kifua cha Aisha binti Abi Bakr, na katika pumzi zake za mwisho alikata roho akiwa katika mikono ya wale waliompenda kwa dhati. Habari zilipoenea Madina, hali ilibadilika ghafla ya mji huo. Ulikuwa ni mshtuko uliotikisa misingi ya imani katika nyoyo nyingi, hata kwa mtu mwenye uthabiti mkubwa kama Umar bin Khattab. Habari ile haikuipokelewa kirahisi. Kwa uchungu mkubwa na mshtuko wa ndani, alisimama katikati ya watu akikanusha kwa nguvu fikra ya kuwa mtume amefariki, akisema kwa jazba ya huzuni kwamba Muhammad hajafa. Ni kama dunia iliposimama kwa sekunde. Sauti yake ikasikika, macho yakijaa machozi, lakini moyo wake ukipambana kukubali uhalisia uliokuwa mzito kuliko maneno. Si udhaifu, bali ni upendo mkubwa uliomfanya moyo wake usiamini haraka taarifa ile ya kuumiza. Abu Bakar aliposikia taarifa hiyo, moyo wake ulitetemeka naye, lakini akasimama imara, akisema kwa sauti ya thabiti, yoyote aliyekuwa akiabudu Muhammad, basi Muhammad amefariki, na yoyote anayemwabudu Allah, basi Allah yu hai na hafi. Maneno hayo yakawa kama maji ya baridi kwenye moto wa huzuni uliokuwa umewashwa katika nyoyo za maswahaba. Watu walishikwa na mshtuko, wengine wakakaa kimya kana kwamba dunia imesimama. Miguu ililegea, macho yakachoka kwa machozi yasiyokauka. Madina ikaingia katika ukimya wa majonzi, ukimya uliojaa kilio cha ndani cha kila moyo. Na katika nyumba ya mtume, binti yake mpenzi Fatima binti Muhammad alikumbwa na huzuni nzito isiyosimika kwa maneno. Alilia kwa uchungu wa kumpoteza baba yake, baba aliyekuwa kimbilio lake, mwalimu wake na faraja ya maisha yake. Maswahaba nao machozi yakawa lugha yao ya pamoja. Wale waliokuwa wakitembea na mtume katika nyakati za furaha na vita, sasa walibaki wamesimama wakikumbuka sauti yake, tabasamu lake na hekima zake. Na wakati mwili wake mtukufu ukiandaliwa kuzikwa, hali ya tahadhari na heshima ilitanda. Alizikwa katika chumba alichofia ndani ya nyumba ya Aisha binti Abi Bakr, sehemu ambayo leo inajulikana kuwa ndani ya Masjid An-Nabawi. Siku hiyo haikuwa siku ya kawaida. Ilikuwa siku ambayo dunia ilimpoteza kiongozi wa wanadamu, lakini ujumbe wake ukabaki hai. Siku ambayo macho yalilia, lakini imani ikaendelea kuangaza. Na pale ambapo ukimya wa majonzi ulitanda Madina, ukweli mmoja ukabaki wazi mbele ya nyoyo zote. Hata yule kipenzi cha Mwenyezi Mungu, kiongozi wa viumbe wote, naye alikuwa na wajibu wa kukamilisha safari yake ya dunia. Kifo si adui, bali ni mlango uliowekwa kwa kila nafsi. Hakuna aliye juu ya sheria ya Allah, wala mtume wala mfalme. Hivyo ndivyo alivyokuwa Muhammad, mwanadamu aliyeteuliwa, akatimiza ujumbe wake, kisha akarejea kwa Mola wake kwa heshima na unyenyekevu. Hapo ndipo maana ya maisha inapopata uzito wake, kwamba dunia si makazi ya kudumu, bali ni daraja la kupita. Kauli maarufu inayosikika katika simulizi za wanazuoni husema, lau dunia ingalikuwa inadumu kwa yeyote, basi ingalidumu kwa Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hii ikikumbusha kwamba hata mbora wa viumbe hakukwepa mauti, bali alionja ladha yake ili iwe funzo kwa umma wake kwamba kila kilichopo kina mwisho wake isipokuwa uso wa Allah mtukufu. Hivyo basi kifo chake kikuwa mwisho wa nuru, bali mwanzo wa kubaki kwa ujumbe wake. Qur'ani na Sunna zikabaki kama urithi wa milele, zikiongoza vizazi hadi leo. Na katika kila pumzi ya muumini, katika kila sala inaposimama, jina lake hutajwa kwa heshima, kama ishara kwamba ingawa yeye ametuacha, njia yake bado inaishi ndani ya nyoyo za wale wanaomfuata kwa ikhlasi. Na hivyo historia ikaandika kwamba hata jua likizama, nuru yake haizimiki. Na mtume, rehma na amani ziwe juu yake, aliacha dunia, lakini akaacha nyuma ujumbe wa milele. Abdullahi Mashi, Kishki TV. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi
kukualika pindi itakapofika Korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.